TanTrade Kanda ya Kaskazini tumeshiriki katika maonesho haya ya 32 ya wakulima maarufu kama maonesho ya 88 yanayofanyika katika mkoa huu wa Arusha. Tulishiriki kwa malengo kadhaa. Lengo mojawapo ilikuwa ni kutoa elimu kwa umma na washiriki wa maonesho haya kuhusiana na majukumu mbalimbali tunayoyatekeleza, lakini kubwa likiwa ni kuhamasisha wazalishaji wa bidhaa za kilimo pamoja na wengine kujisajili na kutumia nembo ya Made in Tanzania kwenye bidhaa zao kwa ajili ya kujipatia masoko ya kikanda pamoja na masoko ya nje. Mwitikio wa wajasiriamali na wazalishaji wa bidhaa mbalimbali kuhusu kutumia nembo ya Made in Tanzania katika maonyesho hayo umekuwa mkubwa. Kiukweli TanTrade tumefanikiwa kuhamasisha wafanyabiashara, wakulima na wazalishaji kutumia nembo ya Made in Tanzania, na mwitikio tumeshaanza kuona ni mkubwa. Wapo baadhi ya wazalishaji ambao wameshaanza kujisajili, lakini wapo wengine ambao wako katika mchakato wa kuweza kujisajili. Hivyo niendelee kutoa wito kwa wazalishaji, sio kanda kaskazini tu, lakini wazalishaji wote wa bidhaa za Tanzania kote nchini waendelee kujisajili na kwa ajili ya kupata nembo ya Made in Tanzania ili kukuza masoko yao ya ndani na ya nje ya nchi. Majukumu yetu mengine ya msingi tuliyokasimishwa katika sheria ni pamoja na kusimamia shughuli zote za ukuzaji biashara nchini, yani trade promotion events, nikimaanisha maonesho ya biashara, makongamano ya biashara, misafara ya wafanyabiashara kwenda nje ya nchi. Jukumu hili tumekasimishwa kwenye sheria kwenye kifungu cha 24 kifungu kidogo cha sheria ya Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania sura ya 155 iliyofanyiwa urekebu mwaka 2023. Sheria hii inakataza mtu, taasisi ama shirika lolote kuandaa na kuratibu shughuli yoyote ya ukuzaji biashara bila kupata kibali cha TanTrade. Hivyo tunatumia pia nafasi hii ama jukwaa hili kuwafahamisha waandaaji wote wa matukio ya ukuzaji biashara nchini kupata kibali TanTrade kabla ya kuandaa na kuratibu matukio yote ya ukuzaji biashara. Lengo la sheria hii ni kuhakikisha ubora wa matukio ya ukuzaji biashara. Ndio maana TanTrade sasa tunahakikisha matukio haya na sisi tunakuwepo, tunatoa kibali, kwa sababu mfanyabiashara ama mwandaaji wa tukio husika akipata kibali tunampa consultation, tunamwezesha kwa kumwelewesha na kumfundisha taratibu mbalimbali za kufuata ili kuweza kufanikisha tukio hilo. Kwa kweli kampeni yetu ya Made in Tanzania inaenda sambamba na kuhakikisha bidhaa zinazozalishwa zinakuwa katika hali ya ubora. Ndio maana ili mzalishaji ama mfanyabiashara aweze kupata nembo ya Made in Tanzania, tunahakikisha amepata vibali vyote kutoka kwa mamlaka husika. Mathalan, TBS anatakiwa kuwa na cheti cha ubora. Kama ni mzalishaji wa bidhaa za madawa apate kibali kutoka TMDA pamoja na mamlaka nyingine zote zinazosimamia biashara nchini. Kwa hivyo tunahakikisha swala la ubora ni kipaumbele katika kupewa nembo ya Made in Tanzania. Bidhaa yoyote yenye nembo ya Made in Tanzania ni bidhaa ya uhakika kuanzia kwenye ubora sokoni, na ni bidhaa ambayo tayari imeshathibitishwa na mamlaka zinazohusika na masuala yote ya uendelezaji na usaidizi wa biashara nchini. Kwa hivyo wanunuzi ama Watanzania, jamii ya Watanzania waendelee kuhamasisha wenyewe kutumia bidhaa zilizozalishwa Tanzania, hasa zenye nembo ya Made in Tanzania. Mimi naitwa Irene Modesta Kambewe, ni Director of Finance wa kampuni ya Mimi Quality Products. Sisi ni watengenezaji wa wine ya zabibu pamoja na bidhaa za kuoka, yani mikate, keki na kuendelea. Na mimi nimekuwa mmojawapo wa mfaidika wa Made in Tanzania kuanzia mwaka huu, ambapo nimefanikiwa mimi kuweza kuitangaza biashara yangu sio Tanzania tu, hata nchi nyingine. Tumepata wageni na watalii mbalimbali ambao wameweza kutuchukua bidhaa zetu. Ukipata ile certificate ukapata na ile nembo, inaonekana inakubalika na uhitaji kubeba viambatanisho vingi sana kuielezea bidhaa yenyewe. Nembo na stika inasimama kama jinsi nzuri ya kuelezea bidhaa kwamba ni ya Watanzania na inatokea nchi zawa.